Yes, asante sana mtazamaji wa PDEC TV. Ni siku nyingine nzuri tunakutana hapa kuelezea baadhi ya mambo ambayo yanaendelea duniani. Leo tunajikita zaidi kutazama kombe la dunia mwaka 2026 ambalo litafanyika katika nchi tatu za Amerika Kaskazini, kimaanisha Mexico au wenyewe wanapenda kuita Mexico, lakini nchi nyingine ni Canada pamoja na Marekani. USA watu wengi wanapenda kuita hivyo. Ni mashindano ambayo yanatarajiwa kuanza Juni 11, mashindano ambayo yamekuwa na mvuto mkubwa na watu wengi wamekuwa wakisubiri kuona nini ambacho kitakuja kutokea. Leo nataka nitazame mchezo wa ufunguzi, mchezo ambao utawakutanisha Mexico, wao watakuwa nyumbani kucheza na Afrika Kusini. Huu ni mchezo ambao unatukumbusha mwaka 2010, miaka 16 iliyopita, mchezo ambao ulichezeka pale Afrika Kusini, fainali ambazo mwenyeji alikuwa ni timu ya taifa ya Afrika Kusini ambao wanapenda kuita South Africa, ndio walikuwa mwenyeji wa mashindano hayo, na mchezo wa kwanza ulichezwa Juni 11 mwaka 2010, ambao na mashindano pia mwaka huu 2026 mchezo wa ufunguzi utachezwa Juni 11. Kwa hiyo tarehe zinafanana na washiriki au wahusika wa mchezo wenyewe ni wale wale, nikimaanisha Afrika Kusini pamoja na Mexico. Ule Afrika Kusini, Mexico walikuwa mgeni, Afrika Kusini alikuwa mwenyeji 2010, lakini 2026 Mexico mwenyeji, mgeni Afrika Kusini. Kwa hiyo ni mchezo wa kwanza wa ufunguzi, moja ya vitu ambavyo vinarejea kwenye mashindano haya ya kombe la dunia. Kwenye ule mchezo uliopita Afrika Kusini alitoka sare ya bao 1-1, mabao kama unakumbuka, bao la kwanza la mashindano ya kombe la dunia 2010 lilifungwa na Sifiwe Shabalala, moja kati ya wachezaji ambao waliweka historia kubwa, shuti kali ambao walipiga, lakini dakika ya 55 ilikuwa dakika ya 77 mchezaji tunamuita Marquez, Rafael Marquez, yeye ndo alifunga bao pekee la kusawazisha kwa upande wa timu ya taifa ya Mexico. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa nzuri sana, baadhi ya wachezaji walijitambulisha kwamba ni wachezaji wa kuvutia sana. Ukienda kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Mexico alikuwa mtu kama Ochoa kwenye kikosi, lakini alikuwa Javier Hernandez Chicharito, yeye alianzia bench kwenye ule mchezo, lakini walianza watu kama kina Dos Santos, wao ndo waliweka historia kubwa sana. Carlos Vela kipindi hiko ni moja kati ya washambuliaji hatari ambao wamewahi kupita kwenye klabu ya Arsenal, walikuwa na majina makubwa sana walianza. Lakini kwa upande wa Afrika Kusini hawakuwa na kikosi ambacho nacho kilikuwa kizuri, wakina Kune golini, lakini wakina Makwena ndio ambao walikuwa wanavaa captain kwenye ule mchezo. Alikuwa mtu kama Bonga Nzungu, moja kati ya watu ambao walikuwa wanacheza vizuri sana, wakina Tiko Modise walikuwa kwenye kiwango bora sana kwenye yale mashindano. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinafanana sana. Kwa mtu anafuatilia vizuri 2010, huo ndio ulikuwa mchezo wa ufunguzi, lakini bingwa yale mashindano alikuwa timu ya taifa ya Spain, timu ya taifa ya Hispania ambao alicheza fainali na timu ya taifa ya Uholanzi. Ilikuwa ni moja kati ya fainali nzuri sana kuzitazama, ni historia kwa bara la Afrika kuona timu kama ile. Lakini kwenye mchezo huu tunaenda na Afrika Kusini ambayo inawategemea wachezaji wengi zaidi kutoka ndani. Kwenye kile timu ile kipindi kile kulikuwa kuna watu kama kina Steven Pina, alikuwa mmoja kati ya wachezaji viongozi kwenye ligi ya England, anacheza vizuri sana. Lakini mchezo huu hapo kina Ryan Fraser ambaye anacheza pia England. Lakini Afrika Kusini sasa hivi kwa asilimia kubwa inategemea zaidi wachezaji ambao wanacheza ndani. Kwa mfano ukiangalia Roland Williams ambaye anapiga kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini wakina Teboho Mokoena wanakipiga kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns, wakina Kekana, wakina Aubrey Modiba, wakina wachezaji wengi sana ambao wanawategemea kutoka Afrika Kusini, licha kwamba kuna wachezaji wengine wanaopatikana kwenye vilabu vingine. Lakini naamini hii mechi ambayo itakuwa ni nzuri sana. Changamoto ya Amerika Kaskazini ni muda ambao unachezwa. Mara nyingi michezo hii itachezwa usiku sana. Michezo mapema inaweza ikachezwa saa 4 usiku, lakini michezo mingine tutashuhudia mpaka saa 10 alfajiri, saa 11 alfajiri, kitu ambacho kwa sisi watu wa Afrika kwa majira yetu itakuwa ni changamoto kubwa. Lakini nategemea kwamba yatakuwa ni mashindano mazuri sana, historia kujirejea kwenye haya mashindano vile ambavyo wanavyokuwa. Naamini itakuwa ni moja kati ya mashindano mazuri, mashindano makubwa kuyatazama. Kitu kama hiko ndo natarajia zaidi. Okay, tukiachana na mfanano wa ufumbuzi wa mashindano yenyewe 2010, South Africa alikuwa mwenyeji, lakini pia mechi ya kwanza ufumbuzi ilifanyika na Mexico yenyewe kama ulivyosema. Na leo tuseme mashindano haya yanayoenda kutarajiwa kwanza yanaenda kuwa na historia hiyo ambayo inafanana pia. Ni kitu gani cha tofauti sana tutegemee kwenye mashindano haya 2026 ukilinganisha na yale 2010? Vitu vya utofauti vitakuwa
vingi, lakini hata mvuto pia utakuwa mkubwa zaidi safari hii kuliko ni mashindano ya kihistoria. Safari hii kuna mechi 104. Idadi ya mechi kwanza zimeongezeka kwa sababu ukiondoa wale wawili ambao wanapita moja kwa moja kwenye makundi, lakini kutakuwa na playoff kwa wale ambao wanashika nafasi ya 3 kwenye makundi. Best loser, timu 8 kutoka kwenye makundi zile best loser zitaingia kwenye hatua ya 32 bora. Kwa sababu mashindano yaliyopita ukitoka 32 bora ilikuwa ukitoka kwenye hatua makundi, mashindano hatua iliyokuwa inayofuata ni hatua ya 16 bora, lakini msimu huu mtoano utaanza hatua 32 bora. Kwa hiyo mechi, idadi ya mechi zimeongezeka, idadi ya timu ambazo zimeongezeka. Lakini tunapoenda kwenye mashindano, finali ile ya 2010 ilikuwa bingwa alipatikana Hispania, alibeba ubingwa wake wa kwanza, alicheza na Uholanzi Orange. Tukienda kwenye mashindano haya, Uholanzi hakuwa kwenye kiwango kizuri sana, lakini kwenye mashindano ya 2010 kuna baadhi ya timu, kwa mfano England. Unajua hata teknolojia ya goal line technology ilipatikana baada ya bao la Frank Lampard kufungwa. Alipiga shuti kali sana na Ujerumani, mpira ambao uligonga mwamba ukaingia ndani ukarudi nje. Kwa vile hakuwa na teknolojia ya goal line technology pale, baada ya yale mashindano ndipo Waingereza wakaenda kukaa na kuanzisha kitu ambacho kinaitwa goal line technology. Kwa hiyo kwenye mashindano haya kuna teknolojia mpya ya VAR pia itaenda kutumika kwenye mashindano haya, wanaenda kupractice. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vipya vitakuwepo. Lakini angalia hata timu ambazo shindani. Nikizungumza England ilishia mapema sana, lakini England ya safari ambayo inaenda kombe la dunia, unaona ina wachezaji wengi wazuri, wakina Phil Foden, wakina Bukayo Saka, wakina ukiangalia wakina Harry Kane yupo kwenye kiwango bora sana, kikosi cha Bayern, Jude Bellingham na wengine wengi ambao wapo kwenye vizazi ambavyo ina wachezaji wengi wakubwa zaidi. Lakini ushindani nategemea utakuwa mkubwa. Angalia Hispania hiyo ambayo inaenda, mimi bado nawapa nafasi Hispania, wanaweza wakachukua tena ubingwa baada ya miaka 16 tangu wachukue ubingwa mara ya mwisho, kwa sababu wana kikosi ambacho kinaleta ushindani. Lakini naangalia timu ya taifa Argentina, bingwa mtetezi, anaenda pia akiwa anatamani kufanya vizuri kwa sababu bado wana wachezaji ambao wanafanya vizuri. Ureno the same, ni timu ambayo ina mashabiki wengi wanaenda kutazama Cristiano Ronaldo. Inaweza ikawa safari yake ya mwisho kushiriki kombe la dunia. Atafanya nini? Kwa sababu bado ukimfananisha na legend wengi wa dunia, wengi wamebeba kombe la dunia, lakini yeye hajafanikiwa kubeba kombe la dunia. Lakini naangalia vikosi kama Ufaransa, kina Kylian Mbappe. Ufaransa wamecheza finali ya kombe la dunia mara 2 mfululizo chini ya kocha Didier Deschamps. Mara moja wamechukua, lakini mara nyingine wamefungwa na Argentina. Na wana kikosi ambacho kinakushawishi, wanaweza wakafika nusu finali, wanaweza wakafika finali, bado wana hizo timu nzuri. Kwa hiyo ushindani kombe la dunia hili nategemea ushindani utakuwa mkubwa sana, hasa kwa wachezaji vijana. Kwa mfano nikimwangalia Kylian Mbappe, nikimwangalia Lamine Yamal, nikimwangalia Pedri, nikiangalia Ufaransa wakina Michael Olise, wakina Desire Due wapo kwenye kiwango kizuri. Ousmane Dembele, mshindi wa Ballon d'Or iliyopita, msimu huu naye anatafuta. Lakini angalia hata mataifa ambayo wanashiriki baada ya muda mrefu. Kwa mfano timu ya taifa ya Norway, wapo wakina Erling Haaland, wapo wakina Odegaard, wapo wakina Oscar Bob, wapo wakina Alexander Soria ambaye anapiga kwenye kikosi cha Atletico Madrid. Kwa hiyo ushindani, kitu cha kipekee ambacho nakiona msimu huu, kwanza format mpya ya mashindano ya kombe la dunia, lakini wingi wa wachezaji wakubwa, ushindani wa wachezaji wakubwa. Naamini msimu huu utakuwa na mashindano ya kitofauti sana, mashindano ambayo yatakuwa na mvuto mkubwa sana. Kitu ambacho natamani kwamba kila siku zinavyozidi kwenda tutakuwa tunatoa detail ndogo ndogo kuelekea kwenye mashindano yenyewe. Leo tumekuja na detail hiyo nzuri kwamba finali ya kombe la dunia, ufunguzi, mechi zinajirudia kutoka Afrika Kusini mpaka kwenda Amerika Kaskazini, ambao mchezo utaenda kuchezwa pale nchini Mexico kwenye dimba la Arteaga City, ambalo Afrika Kusini wacheza kwenye dimba la Soccer City pale Afrika Kusini. Kwa hiyo naamini mtazamaji na mfuatiliaji wa PDEC TV utakuwa unaendelea kupata detail moja moja. Timu gani inaenda kwenye mashindano ikiwa favorite zaidi? Kwa nini? Nitakuletea huo uchambuzi wa kina na nitakuwa na wachambuzi wengi sana ambao tunakuchambua. Cha msingi uendelea kusubscribe hapo uwe mtu wa kwanza, lakini kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kama PDEC_PIDECK, ukiweka alama _ utakuwa mtu wa kwanza wa kuendelea kupata taarifa zetu.